Isikutishe wao kutaka kuungana na Azam FC. Kwanza nikwambie hata hii mechi ya leo sisi na Singida waliungana na bado Singida amechezea chuma mbili na hawajaanza kuungana leo na timu nyingine za ambazo Simba tunacheza nazo. Wameungana na timu nyingi na zote tumezipasua. Kwa hiyo sisi hatuna mashaka hata kidogo wao wataungana, wataambatana, watajamiiana. Kujamiiana kusocialize. Watu wa Kiswahili tumekuelewa. Yani watajua wenyewe wanafanya kitu gani. Simeelewa kama wataamua kusocialize hiyo amshtuki. Kiingereza imenyoka basi. Kwa hiyo watakachoamua wenyewe kufanyana kuelekea katika mechi yetu ya finali, sisi sisi tunafurahi mno wao wakisocialize weke kwa Kiswahili, kwa sababu tunataka tutakaye mfunga maumivu ya sambaye na kwa mtu mwingine, kwa sababu akikaa pembeni tukimfunga atasema hiyo naye ndo wale tu, lakini wakishirikiana alafu tukampasua, maana yake na yeye tunakuwa tumempasua kwenye huo mpasuo. Isiwatishe hii ndugu zangu wana Simba, na niwaambie hawajaanza kushirikiana leo na timu mbalimbali nyingi wameshirikiana nazo ikiwemo mechi ya leo, na bado Simba tumeweza kupata ushindi. Ndugu zanguni msisahau kama hii ni Simba ya Libasegeye. Ndugu zanguni msisahau hii ni Simba ya Aniset Oura. Ndugu zanguni msisahau kama hii Simba ni ya Yusuf Kagoma, na hii Simba ni ya Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama. Hata waungane vipi, hata washirikiane vipi kama Pingu na Denso, tutawapasua tu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Swali jingine. Semaji, vita ya ufungaji bora unaizungumziaje? Mara mwisho tuliona hii vita kwa Simba ilikuwa ni misimu mitatu iliyopita kati ya Banzokiza pamoja na Fisoni Kalala Mayele. Kwa msimu huu Simba inakwama wapi kwenye hii vita ya ufungaji bora? Msimu huu tuliwekeza sana kwenye mafanikio ya kitimu kuliko mafanikio ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa misimu miwili tumechukua tuzo ya mfungaji bora. Msimu ule alichukua Saidon Tibanzonkiza, msimu wa mwaka jana akachukua Jean Charles Ahoua. Msimu huu tukasema hizi individual prize hazina maana kubwa sana kama timu haipati mafanikio. Kwa hiyo hebu tuwekeze kwenye timu kupata mafanikio, kwa sababu mchezaji akiwa mfungaji bora alafu timu yako haina mafanikio inakuwa haina maana yote, kwa sababu kwa misimu miwili tumesha experience situation kama hiyo. Kwa msimu huu tukawaambia wachezaji wetu hebu tuwekeze kwenye nguvu kubwa ya kupigania mafanikio ya timu. Ukiwa kwenye nafasi mpe mwenzio afunge, atakayetokea kuwa kinara mabao ahlan wa sahala. Isipokuwa hivyo, lakini tunataka timu ya Simba iweze kupata mabao mengi zaidi kuliko mchezaji mmoja. Kwa hiyo ndio status ya Simba kwenye eneo la ukinara wa ufungaji wa mabao. Bado clean sheet moja tu kuweza kufikiwa ile rekodi ya Aishi Manula pamoja na Pinpin Kamara ya clean sheet 18. Hivi Kamara si anaongoza ni clean sheet 17 ni Digudi. Hivi Kamara hajavunja mwaka jana hiyo? Bado. Mwaka jana alikuwa na ngapi Kamara? 18. Okay, na Aishi Manula. Na aliweka 18 pia. Kamara 18, Aishi 18. Wote Simba. Basi. Moja Azam. Aliweka alikuwa Simba. Basi. Lakini bado moja tu rekodi yako kufikiwa. Mechi ya JKT unaona inaweza ikavunja hiyo. Ikinani atakuwa na ngapi? 18. Kwa anakwamia pale. Atakaye kuja kuvunja hiyo rekodi ni golikipa mwingine wa Simba. Tusemeni insha Allah. Watu haleluya. Huyu jamaa hajaridhika. Nilikuwa na swali moja tu la mwisho. Umetoka kuzungumzia Singida hapa, na miongoni mwa vitu ambavyo amevizungumza Hussein Masanza ni kusema pamoja na kitu kinachowauma sana ni kuishuhudia fainali ya Simba kwenye TV ikiwa wao wameshatolewa. Inawauma sana. Aje Pemba kama hataki kuangalia kwenye TV. Ai support timu gani sasa? Atachagua yeye mwenyewe. Maana upande wa pili umechagua upande. Aende kwa kaka yake. Yupi?
Kaka yake amechagua upande gani? Sisi kaka yake kachagua Yanga. Kwa Azam. Na aende huko. Mtaki support. Wewe si najitosheleza wewe. Mmekamilika. Simba Sports tumejitosheleza. Tunajitosheleza bila mashaka ya aina yoyote ile. Timu kubwa hii Betha. Hiyo baada ya tarehe 4 kitokea mapenzi ya Mungu mkachukua, mtazunguka nalo. Tutapishana katika mitaa ya Dar es Salaam. Anapita huku na tokezea huku. Hata kama wakisema kwamba ni dogo. Lina dogo gani? Haujaanza kusikia? Kombe la CRDB linashirikisha timu ngapi? Unataka kusemaje? Kombe la CRDB linashirikisha timu ngapi? Unataka kusemaje? Semaje. Timu ngapi? Zaidi ya 300. 300? Yaani unataka kusemaje hapo, semaje? Kombe la CRDB linashirikisha timu zaidi ya 300. Ukichukua ubingwa maana yake umezifunga timu 300. Ligi kuu timu ngapi? 16. Unataka kusemaje? Semaje. Eleweni. Bwana mwelewi. 16 na 300 ni timu ni ipi kubwa? 16 na 300. 300. Jado. Acha mapenzi. 16 na 300. Na hapo ngoja nimpigie kisugutu hapa. Ngoja amalize. Tuojiane. Ni kweli. Niendelee kuongea. Sawa. Na tu ni confirm timu ngapi? Mechi tunayo sisi. Ngoja confirm kwanza. Utaki kuliacha lipita hivi hivi. Kutoka Mwanza tumepata mechi. Hello. GC mwenye mafanikio kuliko wote. Mafanikio kuliko wote. Bana hivi kombe la shirikisho la CRDB linashirikisha timu kama ngapi hivi? Kuanzia tulipotoka msimu huu zimeshiriki zaidi ya timu 95 zimeshiriki. Timu 95 tumezifunga sisi tukichukua ubingwa. Italingana na timu 16. Na kwenye timu 16 kuna Singida. Kwa ni sawa na 15. Tumalize jamani. Kama shabiki wa Simba. Ndio shabiki. Mimi tu Petro Dario Zakaria nimetoka Mwanza. Vizuri. Safi sana. Je, unatuambia nini sisi mashabiki ambao tunatoka mikoani kuifuata chama letu kutokana na mafuta yamepanda na mechi zilizobaki? Unatuambia nini na unaenda kuambia nini au wachezaji wafanye nini ili sisi mechi zilizobaki tusiaibike? Kwanza ni kushukuru kwa kutoka Mwanza kuja Dar es Salaam kuja kuiona Simba yako. Hongera sana kwa mapenzi yako. Cha kukuahidi tu ni kwamba mechi zilizobaki utafurahia. Hautajutia nauli yako, hautajutia muda wako. Utaenjoy pakubwa. Asante sana.